Hujambo na karibu tena, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa, ni wakati mwingine mzuri tunakutana hapa. Mapya yaibuka mahakamani kufungwa kwa kanisa la Askofu Gwajima, kanisa la Ufufuo na Uzima ambalo lilifungwa na msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa, ambaye alitangaza kulifuta kanisa la Ufufuo na Uzima kwa kile alichokieleza limekiuka sheria ya jumuiya sura ya 337 kwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa, na mahubiri hayo yana lengo la kuichonganisha serikali pamoja na wananchi. Chanzo cha yote hayo ni pale Askofu Gwajima alipoamua kujitokeza hadharani na kufanya mkutano na waandishi wa habari. Lakini katika mkutano huo ajenda kubwa ilikuwa ni kukemea na kulaani vikali vitendo vya utekaji ambavyo vimekuwa vikizidi kutokea Tanzania. Gwajima akatoa mfano wa matukio mawili ambapo Ali Kibao alitekwa na watu akiwa kwenye basi, wakashuka naye, lakini kesho yake akapatikana akiwa amepoteza maisha. Gwajima pia akatoa mfano wa tukio la mwanaharakati wa haki za binadamu na mwanachama wa chama cha Chadema Mdude Nyagali, ambaye alifuatwa nyumbani na watu ambao walijitambulisha kama ni askari wa jeshi la polisi na kisha wakaondoka naye, na mpaka leo hajulikani ni wapi alipo mwanaharakati huyo wa haki za binadamu na mwanachama wa chama cha Chadema. Baada ya yote hayo kutokea, akiwa kanisani, Gwajima akajibu kile ambacho kimetokea kwenye mkutano wa CCM ambao ulifanyika Dodoma kupitisha ilani ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2025 mpaka mwaka 2030, ambapo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan akasema huko kwenye majimbo ambako wanakwenda kupitisha wagombea, basi wakachuje waangalie huyu kama anatufaa na huyu kama hatufai, basi wamweke pembeni na wasiwapitishe watu ambao ni kama wakina Gwajima, wasije wakaja kukigwajimanize chama cha CCM, hivyo wakina Magwajima waachwe pembeni. Ndipo Gwajima akaja kujibu Jumapili kwenye ibada kanisani, na baada ya kujibu jioni kabisa barua ikatoka ya kwamba kanisa lake limefutwa kutokana na kuendesha mahubiri ambayo yanaonekana na mwelekeo wa kisiasa. Lakini pia Gwajima akawajibu wale wote ambao wamekuwa wakimzungumzia tangu alipojitokeza hadharani na kukemea vikali vitendo vya utekaji. Wakili msomi Peter Kibatala akapewa kazi ya kuhakikisha kwamba analitetea kanisa la Ufufuo na Uzima, lakini pia Askofu Gwajima. Mvutano mkali wa kisheria umeibuka mahakamani baada ya serikali kuweka pingamizi la awali kupinga maombi yaliyofunguliwa na bodi ya wadhamini ya kanisa la Glory of Christ Tanzania linalomilikiwa na Askofu Josephat Gwajima. Hata hivyo, katika uamuzi wake aliotoa Juni 6 mwaka 2025 na kuwekwa katika tovuti ya mahakama, Jaji Juliana Masabo wa Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala Kuu ya Dodoma, ametupilia mbali pingamizi lililowekwa na wajibu maombi. Katika maombi hayo yaliyowasilishwa chini ya hati ya usikilizwaji wa dharura, kanisa lilifungua maombi hayo dhidi ya msajili wa jumuiya za kiraia, mwanasheria mkuu wa serikali AG na inspekta jenerali wa polisi IGP. Kupitia kwa wakili Peter Kibatala, kanisa hilo liliomba amri ya upande mmoja ex parte kwamba barua ya msajili ya Juni 2 mwaka 2025 ya kulifunga kanisa hilo izuiwe kutekelezwa wakati wakisubiri kusikilizwa kwa maombi yao kwa pande zote na kutolewa uamuzi. Lakini katika ombi mbadala, kanisa hilo limeiomba mahakama ielekeze shughuli za kanisa ziendelee kama kawaida wakati suala la usajili wa kanisa likifanywa kazi, kwa kuwa hakuna mawasiliano rasmi imepelekwa kwao mpaka sasa. Katika ombi la kusikilizwa pande zote, Inter Parties Body hiyo ya wadhamini inaiomba mahakama itoe amri kwamba utekelezaji wa amri ya kufungwa kwa kanisa usimame kusubiri usikilizwaji wa rufaa yao kwa waziri wa mambo ya ndani. Kanisa limeeleza tayari wamewasilisha rufaa kupinga kufungwa kwa shughuli za kanisa hilo nchi nzima,
kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi ambaye ndiye mwenye mamlaka ya rufaa kulingana na kifungu cha 19 cha sheria ya jumuiya za kiraia. Pia wameomba mahakama itoe amri maagizo ya msajili wa jumuiya za kiraia kusitisha mara moja shughuli za kidini na kiimani na mikusanyiko ya kiroho katika kanisa hilo yazuiwe au yasitishwe kutekelezwa hadi haki za kisheria za kanisa zitakapotekelezwa kikamilifu na msajili. Hali kadhalika wanaomba mahakama imzuie IGP kuingilia shughuli za dini, imani na mikusanyiko katika kanisa hilo kwa kuegemea maelekezo ya msajili hadi rufaa yao itakaposikilizwa na waziri wa mambo ya ndani ya nchi na kutolewa uamuzi. Maombi hayo yameambatanishwa na kiapo cha Bryson Lema ambaye amejitambulisha kama ofisa mkuu wa kanisa na mjumbe wa bodi ya wadhamini. Pingamizi la serikali. Katika shauri hilo, wajibu maombi ambao ni msajili, AG na IGP waliwakilishwa na wakili wa serikali Vivian Mesodi akisaidiwa na wakili mwandamizi na Lindwa Sekimanga, Erigi Lumisha na Kumbukeni Kondo. Mawakili hao waliwasilisha pingamizi la awali na kuiomba mahakama ilisikilize kwanza na kulitolea uamuzi kwa kuwa linahusiana na uwezo wa mahakama hiyo kuweza kusikiliza maombi ya kanisa hilo linaloongozwa na Askofu Gwajima. Wakili Mesod alisema msingi wa maombi hayo ni barua ya Juni 2 mwaka 2025 iliyoonyesha kama imetoka kwa msajili ambaye ni mjibu maombi wa kwanza, ambayo ilibeba ujumbe wa kulifungia kanisa la Glory of Christ Church. Kulingana na wakili huyo, jina hilo ni tofauti na la kanisa la muombaji ambalo ni Glory of Christ Tanzania Church. Hivyo kwa dosari hizo ina maana hakuna uamuzi wowote uliofanywa dhidi ya waleta maombi unaohitaji zuio. Wakili wa serikali mkuu alisema kile kinachoitwa ni barua haina saini, kama ambavyo mleta maombi amekiri kuwa hawajapata barua hiyo rasmi. Kwa mujibu wa wakili huyo, alisema kulingana na kiapo cha mleta maombi, barua inayoelezwa ilipatikana kupitia mitandao ya kijamii, hivyo mahakama haiwezi kufanyia kazi maombi hayo labda kama kuna uhakika kuna maamuzi hayo. Wakili huyo alisema kwa kuwa hakuna uhakika kama kuna uamuzi huo umefanywa na msajili, maombi hayo yameegemea katika uvumi na yamefunguliwa kabla ya muda, hivyo kuyashughulikia ni kupoteza muda. Hivyo wakaiomba mahakama yatupe mbali maombi hayo, kwani uamuzi wowote utakuwa ni batili na hauwezi kuwa na nguvu ya kisheria. Hivyo mahakama na muombaji ayafunge pindi atakapopokea rasmi barua ya msajili. Akijibu hoja hizo, wakili Peter Kibatala alisema mawakili wa serikali wamejielekeza vibaya katika pingamizi hilo kwa kuwa halihusiani na suala la mamlaka ya mahakama na wametoka nje kabisa ya misingi ya pingamizi la awali. Wakati Kibatala kikiri barua ya kufuta kanisa hilo iko kwa jina tofauti na la muombaji, haijasainiwa na wala muombaji hajapewa rasmi, alisema hoja hizo tatu ndizo ambazo zinapaswa kufanyiwa kazi na kutolewa uamuzi na waziri katika rufaa walioikata kwake. Malalamiko ya msingi ya muombaji katika rufaa kwa waziri ni kwamba ingawa mlalamikaji si anayetajwa katika anwani ya barua, utekelezaji wake umemwasili moja kwa moja baada ya IGP kusimamia utekelezaji huo. Kibatala alisema mjibu maombi watatu ambaye ni IGP amezuia shughuli za muombaji na kuwakamata na kuwaweka kizuizini baadhi ya waumini na kukiuka kabisa hali ya kikatiba ya waumini hao kuabudu. Hivyo Kibatala alisema maombi ya zuio la muombaji ili wajibu maombi waache shughuli ziendelee kama kawaida ni muhimu katika hatua hiyo. Uamuzi wa jaji. Katika uamuzi wake, jaji alisema amesikiliza hoja za kisheria za pande zote mbili na anaona kuwa hoja inayopaswa kuamuliwa na mahakama yake ni kama mahakama hiyo ina uwezo wa kusikiliza na kuamua kuhusu maombi hayo. Jaji alisema katika pingamizi hilo, wakili Kibatala ameialika mahakama kuona kuwa hoja zilizoibuliwa na wajibu maombi hazihusiani na pingamizi la awali,
kwa vile imebeba maelezo ambayo yanahitaji kutolewa ushahidi kisheria. Pingamizi lililoko mbele yangu linahusu mamlaka ya mahakama hii. Nimepitia hoja zilizowasilishwa na wakili wa serikali kuhusu pingamizi la awali, lakini hakunukuu sheria yoyote au msimamo wa kisheria kuunga mkono pingamizi. Alisema wasilisho lake linaonyesha mahakama ina uwezo wa kusikiliza maombi kuhusu zuio la muda chini ya kifungu namba 2 sehemu ya 3 cha sheria inayosimamia maombi ya aina hiyo. Jaji Masabo amesema hata hivyo, kwa kuchambua hoja za wakili Mesodi, ameshindwa kuelewa ni kwa namna gani mamlaka ya mahakama hii imeondolewa. Amesema hoja kwamba barua ina jina tofauti na muombaji na kwamba haijawasilishwa rasmi zinazohusu uwezo wa muombaji kufungua shauri na kiini cha madai na si suala la mamlaka ya mahakama. Kwa hayo yote, pingamizi la awali linatupwa bila gharama, alisema Jaji Masabo. Hicho ndicho kilichotokea mahakamani. Tuzidi kusubiria zaidi na mengi tutakuhabarisha hapa. Kubwa, endelea kukaa karibu nasi na utuachie maoni yako, lakini kubwa, hiki ndicho kilichoibuka mahakamani: mvutano mkali, kesi ya Kanisa la Ufufuo na Uzima la Askofu Gwajima kufutwa na serikali. Mengi nitazidi kukuhabarisha hapa, na tunamaliza na kwamba kilichotokea ni kwamba pingamizi la awali linaputuliwa mbali kutokana na jaji wa mahakama. Tuachie maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa taarifa mbalimbali.